Mtazamaji wa Sajuki Online TV, leo tupo katika ukumbi wa Samail Pemba. Kilichotuleta hapa ni fainali ya Beka Tahfidhul Quran ambayo haya yanafanyika kila mwaka, na huu ni takriban mwaka wa 6 tokea 2021 kuanzishwa hadi sasa. Leo hapa tutakuja kushuhudia mengi kuhusiana na vijana kuhifadhi Quran, na mgeni wa rasmi kwa siku ya leo ni mkuu wa wilaya Owete ambaye anakuja kumwakilisha kaimu mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba. Mimi Sabra Salum Haris, nyuma ya kamera Musdalfat Ahmed. Tukusihi uwe nasi mwanzo hadi mwisho kwenda kupata kujua nini kinaendelea katika ukumbi huu. بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. عينا فيها تسمى سلسبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليه عينا فيها تسمى سلسبيلا ويسقون فيها عينا فيها ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. سورة آية 10 سورة الليل. Mgeni rasmi, mashindano haya ya Beka Tahfidhul Quran yalianzishwa tarehe 7 mwezi wa pili 2026 kwa hatua za awali ya mchujo kwa kuzishirikisha madrasa mbalimbali za jimbo la Wawi. Mgeni rasmi, Beka Tahfidhul Quran ni mashindano ya Qurani yanayoshirikisha madrasa mbalimbali za jimbo la Wawi ambayo hufanyika kila mwaka, yakiwa na malengo ya kujenga kizazi chenye maadili mema na kuweza kumjua Mola wetu, pia kuweza kufikia lengo la kukataza maovu na kuweza kuamrisha mema. Mgeni rasmi, mashindano haya yaliasisiwa na kusimamiwa na mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Wawi, ndugu Bakari Hamadi Bakari. Hivyo basi, sisi kamati, walimu wa madrasa, mashehe na wazazi tunamshukuru sana na kumpongeza kwa kuweza kuibua jambo hili jema ambalo tulilikosa kwa muda mrefu ndani ya jimbo letu. Ni mashindani ya jimbo la Wawi, lakini status yake yana hadhi ya kuwa mashindani ya kitaifa au ya kimataifa. Jinsi ambavyo yaliweza kuandaliwa, kwa sababu hata sasa hivi mimi naweza kuwa jaji wa kutoa matokeo kwa sababu nilikuwa najionea kila kitu pale. Kwa hiyo ni mara ya kwanza kwa hapa kwetu kuona kwamba tuna maandalizi ya aina hii. Kwa kweli ni kupongezeni sana 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 kabisa. Mwenyezi Mungu akulipeni kheri katika hili. Lakini sio mwezi wa fadhila, nimpongeze kwa dhati mfadhili wetu, mwakilishi wa jimbo la Wawi, Mheshimiwa Bakari, kwa kweli kwa kuweza kuliona hili na akaamua kuwaunga mkono wana madrasa. Nazungumza haya kwa sababu sisi katika serikali kila mmoja anatetea kada yake. Kwa na mimi katika mambo ya Uislamu, hata hawa wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, mara nyingi nikipiga hodi kwao, nikipiga simu, ni kwa sababu na mimi natetea kada yangu.
wako wawakilishi wengi, wako wabunge wengi, lakini wananchi wanakuja mimi kwangu mimi kulalamikia hawana mawasiliano na viongozi wao kwenye nyanja hii. Kwa hiyo yeye sijawahi kufika kwake, sijawahi kupokea malalamiko, na yeye walillahi alhamdu kajitolea na kaongeza bajeti kwa zaidi ya 30% kutoka bajeti ya mwaka jana. Mwenyezi Mungu inshallah akuzidishie katika mema yako hapa duniani na huko akhera. Niendelee kuwaahidi wananchi Waislamu ndani ya jimbo letu na majimbo jirani kwamba mimi nitaendelea kusimama na jambo hili la tahfidhi al-Qur'an, kufadhili jambo hili au kutafuta ushawishi, kutengeneza ushawishi, kutafuta kuungwa mkono na jamii nyingine, taasisi, mashirika na watu binafsi, kuweza kusaidiana nao kuhakikisha kwamba hii tahfidhi al-Qur'an ndani ya jimbo letu inaendelea mwaka hadi mwaka, na sio tu kuendelea, biidhnillah tutaiendeleza kwa kufanya maboresho zaidi. Yamezungumzwa hapa, mfano kwa mwaka jana tulivyoanza sivyo tulivyo leo, lakini mheshimiwa mgeni rasmi, nikukumbushe tu kwamba mwaka wa mwanzo tunaanza mashindano haya ya Qur'an, nakumbuka ilikuwa 2021, na hata kamati hii ilikuwa bado haijakuwa stable, sijajiunda vizuri. Kipindi kile tulitumia gharama ya milioni 2.5 tu, lakini kadiri miaka inavyokwenda tunaendelea kuongeza bajeti ya jambo hili, na mwaka huu tumeweza kufikia bajeti kama ilivyotajwa ya milioni 30. Napongeza sana Mheshimiwa majaji, nikushukuru kwa kiongozi, niwashukuru sana majaji wa aya. Imani yangu ni kwamba nyinyi ni majaji waadilifu sana. Sijawahi kusikia changamoto yoyote kwenye majaji hawa tangu tuanze mwaka 21 mpaka hii leo, tofauti na marefari wetu kwenye michezo mbalimbali. Hakuna siku ambapo nini hawapigiwi kelele, lakini majaji hawa alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awezeshe zaidi. Baada ya kusema hayo, niendelee kukuombeni mashirikiano ili mtoto wetu afanikiwe. Lazima tusimame watu watatu: mmoja ni mwalimu, wa pili ni mzazi ama mlezi, na watatu ni kijana wetu wa mwanafunzi mwenyewe. Mmoja katika tatu hizi kipotea, zisipokuwa na mashirikiano, basi mafanikio hayawezi kupatikana. Kamati ya fainali ya beka tahfidhi al-Qur'an yamekamilika rasmi. Kongole kwake kwa mwakilishi wa jimbo la Wawi ambaye ni mdhamini mkuu wa mashindano hayo kwa kuhakikisha anayaboresha na kuweka katika ubora mashindano haya mwaka hadi mwaka, kutoka milioni 18 hadi milioni 30 kwa msimu huu wa 6. Muombe dua asiache kuunga mkono jitihada hizi za kuhakikisha watoto wanashika elimu hii hapa. Sisi Sajuki Online TV tuko hapa kukuhabarisha wewe kuhusiana na mashindano haya jinsi gani yanavyoenda. Mimi Sabra Salum Harith, nyuma ya kamera Muzalifat Ahmed. Tushikamane katika imani.